Lau utajitolea kujenga madarasa, hata kama wewe si mwalimu, lakini elimu sio, watu watasomeshwa pale, watanufaika nayo, na wewe unafungwa katika thawabu. Baada ya kufariki hisabu yako inaendelea. Taib, kuna kijana ambaye kwamba anahitajia kusoma na ni hodari, lakini familia yake ni maskini, haijiwezi. Ukamchukua yule mtoto, ukampa scholarship ama ukamsimamia masomo yake, elimu ile aliyonufaika nayo ni sadaka jaria ambayo kwamba utakuwa unapata thawabu zake. Au waladin salihin yad'u lahu. Watatu, Mtume atuambia ama mtoto mwema. Mtoto mwema si mpaka mtoto ambaye kwamba umemzaa wewe. Angalia vijana wangapi ambao kwamba wamesoma katika Jami' al-Qarawiyyin wakawa wanamkumbuka kwa dua Fatima al-Fihriya ambaye kwamba ameasisi madrasa kama ile. Ni dua ngapi amezipata mwanamke huyu kwa muda wa miaka 1200 iliyopita. Kwa hivyo yote haya matatu ameyapata. Mizani hasanati yake kuingiza kila leo kutokamana na nini? Kutokamana na ikhlasi alokuwa nayo mwanamke kama huyu na kujitolea kwake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amali kubwa adhimu aliyoifanya ikasajiliwa katika tarehe na ikatambuliwa mpaka katika ulimwengu wa kimagharibi na ikasomesha watu kutoka sehemu mbalimbali mpaka leo. Jami'atul Qarawiyyin inatoa wanafunzi wengi wasiokuwa na idadi na kunasomeshwa ilmu mbalimbali. Sababu nani? Fatima al-Fihriya radhiyallahu anha wa ardaha.